ngapi? Si apige tu tumalize hii story. Sasa ndio yeye anapiga. Yeah. Long time bwana. Unaendelea aje? Uko poa kabisa? Tangu niende off sasa si inabidi tu nimepumzika kidogo kidogo hapa nikifuatilia mambo 1 2 3 hivi nikiona vile inaenda siku zikisonga. Uko ofisini? Asiliacha nimefanya handing over kwani huko na nini huko ameandika mahali. Kuna ile mahali uliandika tukifanya ile handing over kuna vitu nilikuandikia hapo zilifaa zifanyike. Sikuwa nimemaliza sasa si ndio nilikuachia umalizie. Director alikuja? Sasa si nini ulikuwa ufanyie hiyo umalizie alafu umpea sign alafu hizo vitu zingine alikuwa yeye ndiye atamalizia hiyo part ilikuwa imebaki. Ukisha submit yeye alikuwa aende afanye hiyo afanye hiyo finishing hapo chini kuna vitu yeye ndiye anafaa andike alafu ndio wa forward ifike kwa kwa hiyo client. Invoice. Si kuna ile last supply yenye walisupply si tulikuwa receive na tukafanya kila kitu. Ni payment ndio tu haikuwa imefanyika. So kama basi hiyo director amefika hapo si unampea alafu yeye anamalizia hiyo part nyingine imebaki. Alafu sasa si si unaona leo ni tarehe ngapi vile? Tarehe 17 hivi. Si unaona sasa mlifaa mtoe jana hiyo form. Sasa si unaona umechelewa. Alafu niandikie hapo. Nitakutext yenye utaandika. Toa hiyo karatasi watu waandikiwe nini zao wapewe advance bwana. Ni nini umekalia advance? Kwani ni yako? Sasa hivi ile director amekuja si unafaa uandike hizo advance alafu ndio unampelekea hapo wanafanya hiyo approval alafu watu wapewe pesa yao. Na uharakishe bwana. Unajua ukiwa off kama una kakitu inakuwa ngumu. Usikue hivyo, wewe fanya vile nakwambia. Ananga shida, wewe muandikie tu hiyo list alafu uende hapo kwa Excel sheet ufanye hiyo summary per department alafu mforwardie. Inafaa itoke by kesho au kesho kutwa. Si watu wote. Wapee na waambie waandike leo kesho ikuwe imetoka nini. Si unajua sasa bado kama wiki 1 2 hivi sasa si unaona hiyo itakuwa imenisaidia mahali. Password yako nayo mwenyewe muulize tu atakwambia mahali huwa amesave. Kuna document tu ziko hapo kwa desktop. Enda hapo kwa desktop hapo kwa kuna folder iko hapo imeandikwa stuff sijui whatever hapo. Utaona hiyo folder alafu utaingia ndani utapata Excel sheet na utapata pia kuna Word document. Hiyo Word document ndio format huwa inatumika. So wewe utacopy upaste hapo alafu utaandika hizo vitu zenye wao wameandika hizo advance zao vile wameandika utakuwa unazi-update hapo. Yule mwenye hajaandika si unamtoa tu kwa list ndio list isikwende off days. Pia hiyo si nilikuwa nime-update kabla nitoke. Si kila mtu off days zake ziko hapo ziko updated kwa hiyo file. The final document nilikuwa nimemaliza hata nimeforwardia director. Sasa si unafuatilia alafu unaona vile iko. Sasa nikirudi si ndio ulikuwa uende cash office. Ni expense tu ilikuwa kidogo ya ule jamaa alifanya repair ya shelves hapo na ule jamaa mwingine alikuja kuinstall internet. So invoices zao ziko hapo kwa locker ya hiyo locker iko hapo karibu na reception. Utaenda uangalia hapo utapata hiyo file alafu utaingia nayo hapo kwa director umpe. Kuna mwenye alikuwa anaandikiwa check na mwingine alikuwa anaandikiwa anatumiwa kwa pay bill.
Si hizo tu deliveries zenye zilikuwa zimefanyika. Yule wa hardware ndiye analipwa na paybill juu wako na paybill yao. Si receipt ziko hapo, ni nini inakuwa ngumu? Receipt iko hapo, wewe ni kuandika tu hiyo voucher alafu unapeana. Na wewe unakuanga na michezo mingi hata wewe. Wasalimie wote, waambie wafanye kazi waache mchezo. Wewe wachana mambo yangu bwana. Mimi niko off, usinichanganye na mambo ya ofisi saa hii, sitaki mambo mingi. Wewe pambana bwana. Si document ziko hapo, kila guideline ziko hapo, nafuatilia tu. Asubuhi sipatikanangi sana, lakini ukipiga tu hivi ukinibip na kupigia, usijali. Sawa. Costing. Kuna yenye nilikuwa nimeanza juu, kuna wale watu walikuwa wanafanya ile delivery yao walikuwa wanataka ifanywe, alafu tufanye hiyo estimate, alafu ndio ikuwe approved kwa directors. Usijali. Hiyo nakuja kumalizia, si ilikuwa ifanyike next month. Hiyo nakuja kumalizia. Wewe shughulikia hiyo advance, watu bwana wapewe pesa yao bwana. Ni nini, kwani kampuni ya mama yako? Shughulikia pesa bwana. Ni muhimu. Unaona mwezi umepita bwana. Katikati inasonga bwana. Sawa. Ako na namba yangu tu, atanipigia kama kuna issue. Sawa. Siko around, nilisafiri sasa niko nyumbani. But nitakuja 2 days to reporting, nitakuwa around, kama kutakuwa na issues nitapitia nione, alafu nisort hiyo maneno. Sawa bwana, fiti. Cheza kama wewe bwana. Safi. Sawa dogo. Asante. Poa.